Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya ukombozi, ibada ya usiku wa saa 9. Ni maombi haya kwa ajili yako wewe yanayokuja kwako na Pastor Miamba, na leo tutaenda kushughulika katika maombi yetu ya ukombozi. Tutashughulikia vitu vitatu. Cha kwanza, tutashughulikia mipaka. Biblia inaeleza dhahiri kabisa ya kwamba katika kitabu cha Isaya sura ya 62 na ule mstari wa 6, Biblia inasema, nimeweka walinzi juu yako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na ukimya, wala msiwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Tunaona hapa kwamba kuna walinzi katika kuta za Yerusalemu. Katika ulimwengu wa roho wapo walinzi katika mipaka. Sasa tunaangalia walinzi hawa katika mipaka kwa ajili ya kulinda mipaka yetu iliyokuwa pale katika ulimwengu wa roho. Ipo mipaka ambayo adui anaweza akaweka mipaka juu ya mipaka yako. Unakuta adui akaweka mipaka kwenye uchumi wako, adui akaweka mipaka kwenye amani ya moyo wako, adui akaweka mipaka kwenye mahusiano yako. Lazima tuweke walinzi kwenye mipaka. Tunaenda kushughulikia mipaka. Nilikuwa namuombea mtu juzi kushinda jana, halafu nikawa nashangaa sana. Inaongelewa roho za mipaka. Mapepo anasema kwamba yani ninyi uzao wenu tumewapa uwezo wa kupumua tu, lakini hakuna kingine tulichoruhusu. Vyote maendeleo, mafanikio, tumeweka mipaka. Na nilikuwa nikimfuatilia huyu binti jinsi ambavyo anapambana kwenye ndoa yake mpaka imeshindikana, mpaka imevunjika. Yani amepambana na tumepambana. Alipokuwa kijaribu kutaka kutoka kipindi, sasa ndio yuko hatiani yani yuko njiani kutoka hapo kwenye mateso hayo. Anakimbia kabisa, hataki mahusiano ya kusogelea na kanisa wala na huduma wala na maombi. Yani yuko mbali. Ni mipaka, na yenyewe aliwekewa mipaka ya kwamba asikutane na mchungaji, asikutane na kanisa, asisaidiwe na jambo lolote. Ni mipaka. Mpaka ndo yake ilipokufa ndio amerudi. Na baada ya hapo tena nikawa namuombea, akasema tumewapa nafasi ya kupumua tu uko wao wote. Wapumue mpaka watakapokuwa wazee, lakini wasifanikiwe. Anakaa kwenye nyumba ambayo switch socket zote zipo, lakini hauruhusi kutumia chochote. Hauruhusi kutumia feni, hauruhusi kutumia TV, hauruhusi kutumia friji, hauruhusi kutumia chochote. Nadhani nilitoa ushuhuda huu tena juzi. Yani haruhusiwi. Ni mipaka. Sasa hiyo wakati anaongea aliona kama ni kitu cha kawaida. Akawa ananishirikisha biashara fulani ambayo nataka kuifanya. Halafu inahusisha na masuala ya kublend, ya kusaga vitu kwenye blender. Akawa anajiuliza sasa nitaenda wapi, kwa sababu pale siwezi kusagia, ni marufuku kugusa zile switch socket na zina umeme. Nikasema hiyo ni mipaka katika ulimwengu wa roho. Katika kumuombea, mapepo akasema tumeweka mipaka. Hadi mahali anapoishi tumeweka mipaka. Hauwezi kuishi nyumba ya zaidi ya hiyo. Atakaa kwenye nyumba za namna hiyo. Kwa unaweza kujikuta labda unaishi kwenye nyumba fulani, hata kama ni ya kwako umeijenga, lakini kuna mipaka. Unajikuta unaishi kwenye nyumba ambayo ndani yake, kwa mfano, kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye, akaniambia kwamba yani yeye kila nyumba anayoipata anaikuta yani haina, yani lazima ufike sehemu ushushwe na bodaboda. Yani lazima kutoka kuna sehemu ambayo ya kutembea tu, yani lazima utembee. Yani kuna mahali lazima bodaboda ikuishie hapo, utembee, yani lazima ihusisha kutembea. Akasema nimeshtuka, nimegundua kwamba kila nyumba anayoipata lazima ihusishe kutembea. Tena sehemu hatarishi utembee. Ni mipaka katika ulimwengu wa roho. Usipoielewa unaweza usishughulikie.
Ni mipaka tunaenda kuishughulikia leo. Unakuta kuna mipaka ya kiuchumi. Mipaka ya kiuchumi, yani mtu anapata fedha, lakini hiyo fedha ina mipaka yake. Sasa tunashughulika na haya mambo kila siku. Unaona mtu anasema ya kwamba fedha huyu hawezi miliki zaidi ya kiwango hicho ambacho namiliki. Tunampa hela akula tu. Tunampa hela akula tu. Nitakutumia hiyo video clip uione. Sasa tunampa hela akula tu. Ni mipaka hiyo. Kula atakula hata kufa. Lakini fedha ya kununua TV, fedha ya kununua gari, fedha sio ya kununua nini, hiyo haitatoka, haitakuja itokee. Ni mipaka ambayo kwa jina la Yesu tunaibomoa hiyo mipaka leo. Hiyo mipaka leo inabomoka. Hii ibada inaenda kuharibu mipaka iliyokushikilia, na utakuja kushuhudia ya kwamba kuna mipaka imeondoka kwenye maisha yako. Biblia inasema, Mungu anasema hulituma neno kuwatoa watu katika maangamizi yao. Moja ya neno ambalo Bwana analituma usiku wa leo katika maombi haya ya saa 9 ni kuharibu mipaka. Utakapolipokea hili neno ukaliingiza kwenye maisha yako, ukasema hili neno ni la kwangu, mipaka lazima iondoke, mipaka lazima iharibike. Tunaenda kuiharibu mipaka leo. Kuna mtu ana mipaka kwenye afya yake. Unajikuta yani yeye atakaa, lakini hawezi vuka muda fulani, lazima aende hospitali. Yamkini mipaka iko kwake, au mipaka iko kwa watoto wake, ya kwamba hawawezekani wakakaa muda wote wasiende hospitali. Yani kuna nyakati tafika lazima waende hospitali. Ni roho za mipaka. Inawezekana kabisa ukakaa miaka yote pasipo kuumwa. Inawezekana. Adui asije akakekea mipaka ndani yako ya kwamba itawezekanaje mtu usiumwe. Wewe ni binadamu bwana. Hayo ni maneno ya mtaani yasiyokuwa na Mungu ndani yake. Lakini ndani ya Kristo tunao uzima. Tunatembea kwenye sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu, iliyotuweka mbali na sheria dhambi na mauti. Kwa hiyo ndani yetu upo uzima. Biblia inasema hivi, huyo neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Ndani yake kulikuwapo na uzima, na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ndani yako kuna uzima. Ndani yake kuna uzima. Ikiwa umempokea Kristo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yake kuna uzima. Lakini pia ile sheria ya roho uzima ipo juu yako, ambayo ndani yako lazima izalishe uzima. Pia maandiko yanasema ya kwamba hakutakuwa na magonjwa aliyowekwa katika kwa Wamisri, kwa maana yeye ndio Mungu atuponyaye. Hulituma neno lake kutuponya. Biblia inaeleza kwamba akusamehe dhambi zako zote, akuponyaye na magonjwa yako yote, auwekaye uhai wako mbali na kaburi. Ni neno la Kristo hilo. Ndani yake kuna afya, ndani yake kuna furaha, ndani yake kuna uzima, ndani yake kuna burudiko. Ikiwa ndani yako unakosa baadhi ya vitu, ujue kuna mipaka imewekwa, ambayo leo usiku huu tunapoenda kuomba, ninaenda kuharibu hiyo mipaka kwa jina la Yesu, na Bwana ataingilia kati, ataharibu mipaka yote iliyokushikilia katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu mmoja akawa ananiambia, akawa anasema ya kwamba, baba, uchumba wangu ukifika sehemu fulani, akasema hivi, huwa unaishia hivyo, lazima waje watoe mahari. Mpaka wazazi wangu sasa wameona ya kwamba mimi ni kama nina mkosi. Kwa nini kila siku anapokea mahari halafu hamna ndoa, huwa haitokei? Yani mtu anatoa hadi mahari halafu ndoa haitokei. Nikaomba naye, na mara nilivyoomba naye akaolewa. Ilikuwa ni mipaka imewekwa ya kwamba awe ni mtu tu wa kuchumbiwa, lakini ndoa iwe ni kitu cha kufikirika, iwe ni kitu ambacho hakiwezi tokea. Ni mipaka hiyo. Tunaiondoa mipaka, kama alivyoondolewa huyu binti mpaka akaolewa. Tena juzi tu akaniambia, baba, nimeshashika mimba na tayari anatarajia kupata mtoto. Nikawa naomba naye, lakini alikuwa na mipaka ya kimahusiano, kwamba kila atakayetaka kumchumbia lazima ifike kipindi aweke tu mahali aondoke. Halafu kila siku, hasa mpaka wazazi wake wakaanza kusema, no, sasa hivi hatupokei mahali kwanza mpaka mjipange. Hasa wazazi wake hawapo rohoni, hawaelewi ya kwamba hiki kitu labda tupambane nacho hivi. Kwa hiyo baadaye mipaka tena ikaja kwa wazazi. Ilikuwa ni complication kubwa. Wazazi mara wanagoma kuchukua, aliye tayari kuoa wazazi wanagoma kuchukua mahali, wanaokubali kuchukua mahali haoi. Yani kuna namna mipaka ilikuwa inaenda inacheza kwa namna hiyo. Halafu ghafla mara baada ya kuomba kila kitu kikanyoka, kila kitu kikakaa sawa. Ni mipaka hiyo. Siku moja nilikuwa namuombea mtu, akawa na mapepo, akawa anasema tumeweka chujio mbele yake ya kwamba hakuna fedha kubwa itakayopita hapo, tunaichuja, viela vidogo vidogo ndio vinapita. Angalia,
Chujio lile lazima liondoke leo. Ni mipaka hiyo, lazima iondoke leo. Kuna namna maisha yako unaweza ukawekewa mipaka hata kwenye akili yako. Ukakaa kwenye kanyumba dhaifu, ukawa unamuomba na kumpigia magoti mama mwenye nyumba mpaka unajishangaa, lakini kumbe ni mipaka, ni mipaka. Kuna mtu mmoja Juma Alhamisi nilikuwa naomba na mtu mmoja. Kuna mtu mmoja akala niambia kitu nikashangaa sana. Mpaka nikamuuliza, we, hivi huna uwezo wa kujua kwamba akili yako imewekewa mipaka? Akaniambia kwamba nimelipa kodi, yani kwa mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba anataka kuibomoa ile nyumba. Yeye amelipa kodi. Anampa, yani nyumba anataka kubomolewa. Anampa kodi, anamwambia hivi. Yule mama mwenye nyumba akasema hivi, nitakako hamia na wewe nitakupa chumba tena. Anasema sawa. Anampa kodi. Hasa nikamuuliza, unajuaje huyo mama mwenye nyumba anaenda kuhamia wapi? Yani kwa nini umpe kodi mama mwenye nyumba ili atakapoenda kuhamia atafute vyumba vitatu, kimoja kiwe cha kwako? Yani kwa nini usiende kutafuta chumba unachokitaka wewe? Kwa nini? Yani sijua kama unanielewa. Yani jaribu kunielewa hivyo hivyo. Yani kwamba mtu anakaa kwenye nyumba, alafu mwenye nyumba anataka kuibomoa, lakini hana uwezo, inabidi aende katafute chumba Uswahilini. Mwenye nyumba anamwambia, shika na hii renti yangu, hii kodi yangu, utakakoenda kupata nyumba hakikisha vyumba kama unachukua viwili, hakikisha utafuta vitatu, kimoja kiwe cha kwangu. Nikajiuliza, hivi akili yako haina mipaka? Ndio anashtuka, yuko hivi kweli kweli? Nikamwambia, hivi akihamia bondeni huko, yeye ndo anashtuka, ni kama mtu anaamka asubuhi. Mipaka kwenye akili, mipaka kwenye ufahamu, mipaka kwenye mawazo. Hii roho ya mipaka lazima ianguke leo. Mipaka iliyowekwa na adui. Kuna namna adui anaweza kaweka mipaka, ukajikuta umeajiriwa sehemu fulani ukafurahi kweli kweli, na unalipwa hela dhaifu na umekaa hapo, na huu ni mwaka sio wangapi. Kwa unakuta ni mipaka, ni mipaka. Nilikuwa nakaa na watoto wangu wa kiroho wote ambao walikuwa naona kabisa huyu ana uwezo wa kununua gari huyu, lakini hawanunui. Wanatembea na daladala na hivi. Nikauliza, hivi wewe huna uwezo wa kununua gari? Anasema ninao uwezo. Kwa nini hununui gari? Sasa sijajua tu, yani basi tu. Nikaambia basi tu, hakunaga neno basi tu. Ukiona umeandika basi tu, ujue pana mpaka. Nikaweka mikono yao, nikaambia sasa na kuweka mikono ya kwenda kununua gari. Wote niliowaombea saizi wana magari tayari, wote. Nini maana yake? Kuna mipaka inaweza ikaja, ukajikuta yani unaona kitu fulani kama hakiwezekani, ama kuna kitu fulani sina uhitaji nacho. Hasa baada ya kununua magari, nikamuita mmoja, nikamuuliza, hivi vipi sasa hivi yani huko? Akanijibu, yani baba, yani mapepo haya atatushikilia sio mpaka lini? Nikaambia vipi sasa? Niambia. Akasema, yani baba, basi tu namshukuru Mungu. Mateso niliokuwa nayapata, yani mpaka najiuliza kwa nini kwa napata mateso namna hii. Mipaka ambayo leo tunaenda kuishughulika. Roho za mipaka zinaenda kuondoka leo. Swala la mipaka lipo kwa upana wake sana. Mtu anaweza kama ameshikiliwa kwenye mipaka, yani ndoa yake, amani ya moyo wake kwenye ndoa yake, yani ni ya mipaka. Anapata amani leo, lakini haivuki wiki, amani imeondoka. Anapata furaha leo, haivuki wiki, furaha imeondoka. Ni mipaka. Unakuta mtu mwingine yani ana amani siku moja, siku zinazofuatia ni hofu, anaogopa. Ni mipaka hiyo. Tunaenda kuiharibu hiyo mipaka siku ya leo. Usiku huu saa 9 tunapoomba wakati huu, hiyo mipaka inaenda kuharibika leo. Mipaka iliyoshikilia wewe, iliyokushikilia watoto wako, iliyosema kwamba hautaolewa, mipaka iliyosema hautazaa, hautakuwa na familia. Kuna mipaka imewekwa na familia na maagano ya kichawi kwenye familia yako. Hiyo mipaka inaenda kuanguka leo. Lazima uangushe mipaka iliyo ndani yako, mipaka ya familia. Kuna mipaka ya ukoo. Kama ulishawahi sikia tunapoombea watu wanasema hivi, familia yake ama ukoo wake hautakiwi kusoma, ni mipaka. Ukoo wake hautakiwi kuwa na fedha, ni mipaka.
Kuna namna mipaka inaweza kukushikilia hata kwenye mawazo yako. Unawaza mipaka fulani hivi. Yaani unawaza kwamba no hiki siwezi. Mimi bwana kujenga siwezi. Mimi kuwa na nyumba. Labda nyumba ya kawaida. Gorofa nitaanzia wapi? Gorofa anasemaga ni gharama. Siwezi kujenga hiyo. Nijenge wapi? Ninunue kiwanja huko mjini. Niende kule kijijini. Labda ndio yaani kuna mawazo ya mipaka. Ukiangusha hiyo mipaka leo, kaungana katika maombi haya kwa dakika chache ambazo Mungu ametupa kuomba mipaka iondoke, wewe una uhakika mipaka itaondoka na utakuwa huru kweli kweli. Kuna mipaka ya kiuchumi katika account haiwezi kuhifadhi hela kwa kiwango fulani. Yaani inaishia tu kuhifadhi 100,000 ama 200,000 ama 50,000. Ikizidi milioni, yaani ikigusa milioni lazima iondoke. Ikigusa 500,000 lazima iondoke. Yaani kuna fedha fulani hivi umewekewa mipaka kiasi kwamba ikisogelea kwenye himaya yako ni kama ni kesi ya jinai. Lazima hiyo hela iondoke. Leo tunaenda kuiomba hiyo mipaka inaenda kuangushwa kwa jina la Yesu. Nataka niende nikaombe kwa dakika chache kwa sababu ninataka uelewe zaidi, ili nitakapoomba kwa dakika chache upokee kwa imani. Nataka upokee kwa sababu mimi naweza nikaomba lakini usipopokea inakuwa sio ya kwako. Nataka upokee sasa. Kwa dakika moja nitaomba upokee, halafu kisha pokea utaona jinsi ambavyo mipaka itaondoka ndani ya maisha yako. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa rehema nyingi na neema. Asante kwa rehema nyingi na fadhili zako. Asante kwa kibali chako ambacho Roho Bwana umekiachilia kwa watoto wako. Asante kwa ajili ya vile ambavyo Mungu unaenda kinyume. Wewe Mungu liye hai unaingilia kati maisha yetu. Unaondoa roho za mipaka kwa jina la Yesu. Ile mipaka katika maisha yetu, mipaka katika familia, mipaka katika ndoa, mipaka katika uchumi, mipaka na roho chafu zote za mipaka. Yale majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho yaliyokaa na kuleta mipaka, tunaiondoa mipaka kwa jina la Yesu. Tunaiharibu mipaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu liye hai na kushukuru kwa maana unaenda kupanua hozi za kumiliki kwetu, kama Yabesi aliyemlingana Mungu alivyoomba ya kwamba lao Mungu ungempanulia hozi ya kumiliki. Mungu liye hai, ninaomba ukajibu maombi ya kumiliki, ukapanue hozi ya kumiliki kwa mtoto wako anayenisikia wakati huu. Kama ulivyoongeza hozi ya kumiliki kwa Yabesi, ukaongeze hozi ya kumiliki kwa mtoto wako anayenisikia wakati huu. Roho Bwana ikawe ni agano ya kwamba atainuliwa na mipaka yake itaongezwa katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na mapepo yaliyokaa kwenye maisha ya mtoto wako huyu na kuweka mipaka ya kwamba hatakiwi kufanikiwa, ya kwamba hatakiwi kuolewa, ya kwamba hatakiwi kuoa, ya kwamba hatakiwi kuwa na furaha kwenye ndoa yake. Mipaka iliyowekwa kwenye uchumi wake ya kwamba hatakiwi kumiliki kiwango fulani cha fedha. Mipaka iliyowekwa kwenye ufahamu wake ya kwamba hatakiwi kujenga nyumba nzuri, mahali pazuri, mkoa mzuri, katika jina la Yesu. Mipaka iliyokaa kwenye ufahamu wako ya kwamba hutakiwi kumiliki biashara kubwa. Mipaka iliyokuwekea ukae kwenye kazi iliyo dhaifu. Mipaka iliyokuwekea ukae kwenye nyumba iliyo dhaifu, nyumba dhaifu, ninaondoa leo hiyo mipaka. Mipaka iliyokuweka utembelee gari dhaifu ama usiwe na gari kabisa, mipaka hiyo naiharibu kwa jina la Yesu. Mipaka ya kiuchumi kwenye akaunti yako imezuiliwa, imewekewa mipaka ya kutokumiliki fedha fulani. Inamiliki fedha ndogo ndogo tu, lakini mipaka ya fedha kubwa, ninaamuru leo hiyo mipaka ibomolewe, ukamiliki mamilioni, ukamiliki mabilioni kwa jina la Yesu. Mipaka naiondoa kwa damu ya mwana kondoo. Mipaka iliyoshikilia amani yako ninaiondoa leo katika jina la Yesu. Mipaka iliyoshikilia afya yako ninaiondoa leo kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa, uvamizi wa magonjwa kwa watoto wako, kwako mwenyewe, kwa jina la Yesu ninaondoa hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Mipaka iliyowekwa ya kwamba hautazaa, mipaka iliyowekwa kwenye tumbo lako, mipaka iliyowekwa kwenye viuno vyako ya kwamba hautazaa, ninaondoa hiyo mipaka. Mipaka ya kifamilia, mipaka ya kiukoo, laana za familia, laana za ukoo, ninaziondoa leo. Hiyo
mipaka ninaibomoa leo kwa jina la Yesu. Enyi malaika wa giza, Lucifer na malaika zako, ninakuondoa leo kwenye maisha ya mtoto wangu huyu. Ninakuondoa leo, utakamata maisha haya kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia mipaka, hautasogelea maisha haya kwa jina la Yesu. Mipaka ulioweka kwenye mawazo, ukaleta msongo wa mawazo, ukaleta pressure, ukaleta hali ya kutokuwa na utulivu kwa mtoto huyu anayenisikia wakati huu, ninaondoa hiyo mipaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hali ya mawazo ya mauti iliyoshikilia maisha ya watoto wangu hao, ninaiondoa. Hali ya mipaka ya kuwa na afya, mipaka ya kuishi, ninaiondoa katika jina la Yesu. Ile mipaka iliyowekwa kwamba mtu huyu hataishi, mipaka hiyo ninaiondoa kwa jina la Yesu. Ninakutamkia kwenye mipaka yako ya kwamba utaishi, nawe utaona utukufu wa Bwana, utayasimulia matendo makuu ya Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Hautakufa. Baba, asante kwa maana mipaka imekwisha kuondoka. Asante kwa maana mipaka kwenye uchumi imeondoka, mipaka kwenye afya imeondoka, mipaka imeondoka ya kiamani imeondoka, mipaka ya kuinuliwa iliyozuia mtoto wako asiinuliwe imekwisha kuondoka. Kila aina mpaka imeondoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, naliadhimisha jina lako usiku wa saa 9. Asante kwa maana umeiondoa mipaka ya mtoto wako aliyesikia wakati huu. Mipaka yake imeondolewa. Roho Bwana, asante kwa maana uwepo wako umeshuka, na nimemuona shetani akianguka kama umeme, akiachilia mipaka ya mtoto wako huyu. Nimeona mapepo yakisambaratika, yamekuja kwa njia moja, yameondoka kwa njia 7. Mipaka ya mtoto wako huyu naiona ikiwa wazi. Baba, nakushukuru Jehova. Asante kwa ajili ya shuhuda nyingi zinazokuja kwa ajili ya mipaka kuwa huru. Mipaka iliyoshikiliwa imeachiliwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako wewe Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Nataka ushike sadaka yako ya kuondoa mipaka. Shika sadaka ambayo hujawahi toa. Pia na yenyewe ni sehemu ya kushughulika na mipaka. Unaweza ukawekewa mipaka hata kwenye kutoa sadaka. Adui akakushikilia hapo, tukafanya maombi yenye nguvu, afa akakuwekea mipaka kwamba wewe kila siku umewekewa mipaka kwamba utatoa kiasi fulani kama sadaka. Ni mipaka na yenyewe. Amua kuvuka kutoka kwenye kile kiwango ambacho huwa unatoa kila siku. Amua kwenda viwango vingine. Pia nayo ni alama katika roho ya kuondoka kwenye mipaka uliowekewa. Mungu wangu akubariki sana. Utashika sadaka yako nzuri ya kuondoka kwenye mipaka ambayo ndio ameiweka. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.